Kwa majina naitwa Asnino, na mambo leo watu wameongea hapa hivi ni uongo mtupu. Hiyo ni njia tu ya kuja kutengeneza njia, barabara ya pesa wamejitengenezea, watengeneze wakule, lakini si ati wanasema ati wanatengenezea wa vijana talents sujini. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi tunapinga. Serikali county government ya Isiolo iko na nafasi kubwa ya kuajiri wa vijana kazi. Kama wale walikuwa kwa kazi yenyewe wamevuta, nani wengine ndo wanatafutia talanta ama nini? Wa vijana gani wengine wanaandika kazi? Hiyo ni uongo mtupu. Governor atoke wazi aseme hiyo ni njia ya kupora, bali si kutetea wa vijana wala kutangaza talent ya vijana. Hiyo ni uongo na tunapinga. Na kuna youth wako kwa mfuko ya governor na wanakulia kila wakati youth, na sisi tumepinga kama wa vijana na tumelaani hiyo maneno. Kuongea uongo inaumiza wengine. Sababu ukiongea uongo uko peke yako, kuna watu tuliongea ukweli. Hao vijana wenye walionekana kwa TV, wengi tunajua mashamba si yao. Wengi tunajua hiyo duka zenye walionyesha si zao. Kuna wengine kama mimi mwenye niliambiwa nitafute duka nifanyie interview. Nilikataa. Niliandikwa message ya WhatsApp nikaambiwa I'm no longer part ya KSG. Na kutoka hiyo wakati sijahusishwa na kitu chochote cha KSG mpaka jana. Ndio tulikuja kupigiwa simu tukiambiwa tulete majina zetu na tusiharibu jina ya governor na watu wa Isiolo. Tuende tu tutengeneze jina. Unapata the sitting allowance yenye watu wanapewa. Walikuwa wanapewa sitting allowance labda ya 4000, unapata imekuwa cancelled, unapewa 2000. Na uwezi ongea. Kwa sababu ya nini? Vijana Isiolo tumezoea kununuliwa na pesa kidogo. Unakuta wakijua unataka kuongea kuwahusu, wanakuja wanakushika katikati yao. Wanakupeka kitu unanyamaza. Lakini tutanyamaza mpaka lini? Tusipoongea tutanyamaza mpaka lini? Tutaumia mpaka lini? Donors wako hapo hivyo wasaidie vijana. Na I'm sure, 100% sure, hata kama hiyo youth center imefunguliwa, si vijana Isiolo watakuwa nini beneficiaries? Hao ni vijana wa nje watakuwa beneficiaries. Na kuna masamaki wakubwa wenye labda saizi washanunua magari na jina yetu. Kwa nini vijana waumie? Tutaumia mpaka lini? Tusipoongea tutaumia mpaka lini? Naitwa Mahmoud Ahmed, Isiolo Bodaboda Disciplinary Committee. Isiolo Bodaboda tuko vijana zaidi 4000 sasa wenye tumerecord. Sisi hii youth center hatukuhusishwa. Siku kwanza tulisikia hii idea ni wenye walikuwa wameenda Embu. Hii idea walikuwa wameleta. Kidogo tukasikia inafunguliwa hapo Desa Trade. Tukaona tu ikitengenezwa. Baadaye tukajaribu kushughulika, tukaona hii kitu yani ni kama haituhusu. Ukiangalia hivi ni watu wazima, watu overage. Watu wazima unaambiwa kitu ni youth, unakuta mwenye anakimbia na gari ile ziko hapa ni mabilioni za gari zimekuja hapa. Hii gari hatutakuwa nazo hapa kesho asubuhi. Ni bodaboda ndio utakuta iko hiki town. Sasa tumeambiwa ni maviongozi. Ukiangalia wenye walikuwa involved ni mtu 42 years, 50 years. Watu wamezoea kukula serikali. So hii function imefanyika hapa si ya vijana. Ni governor tu alikuja, aliita Alfred Mutua, huyo ni best yake. Alikuja tu kumuonesha kuja ona venye mimi niko kustua tu hapa. Mdosi ameita mdosi mwenzake. Ilikuwa ni kuti akae hapa, mimi nikae hapa juu mimi ndo mwenye na hii kitu ni yangu inakaa hapa. Taxpayer mwenye ni mimi. So saa hii sisi vijana ya bodaboda ambaye ni youth ya Isiolo wazaliwa hapa. Majority leader hatujahusishwa. Hiyo kwanza tunataka isikike. Ya pili, kuna kitu kama inajiita, kuna hii ya NYC National Youth Council. Hatujawaona lakini leo nasikia wako hapa. Sijui kuna Kenya Film. Sijui Kenya Film nilikuwa naona. So hii biashara ni ya wadosi. Tusidanganyane. Na tumeambiwa wamenunua plot ziko na Atlanta wamechukua huko SD milioni ngapi imenunuliwa. So hakuna venye unaweza nishughulikia. Daktari mgonjwa kwanza lazima kae na daktari. Ni wapi na kuuma ni hapa. Utibiwe. Daktari anaweza andika matibabu yenye haoni mwenye anatibiwa. Mlikuwa mnatarajia mshughulikie kipi? Sisi tulikuwa natarajia viongozi ya vijana tuhusishe kwa njia hii na hii. Hii pesa imetumika hapa ni mamilioni. Tunaweza ita hata kwa kiwanja tuambiwe hii hoteli unadhani pesa ngapi ya kuombolea? Billions of money. Hii pesa ilikuwa tuwaambie vijana nyinyi mwenyewe mko na shida. Mujisaidie sekta bodaboda. Tunajua hii hoteli pesa imetumia peke yake ingelelea vijana zaidi ya 200 bodaboda leo. Kriteria yenye ilitumika kuselect watu kukuja hapa ilikuwa wrong. Viongozi yenye walialikwa hapa ni wrong. CS mwenye Arale CEO
He was there youth and sport. Hana habari na youth na ako kwa ofisi ya youth. Very true. Unawezaje sema mimi ni kiongozi ya youth na wewe ni 50 years? Kwani vijana wajasoma Isiolo? Arale ni mzee na tena isitoshe si mkazi wa Isiolo. Tunajua huyu ni mtu ametoka Garissa. Hajui problem yetu. Sasa tunacheza mpira Isiolo imekufa na tunaambiwa ati mtaleta talanta ya mpira hapa. Ila hali nyumbani huko hatuchezi mpira, utaleta nani? Sasa ni vijana ni mgokano tunakula, alafu natuambia hii youth center ni sport, vijana sport mtauza talanta. So serikali ya Isiolo hakuna kitu imetuhusisha. Hii ni dhulma imetumika hapa na sisi vijana tuko kuumia. Serikali ijue hivyo. Upande wa KSD kuna youth wale walipelekwa, lakini wametumika kama tissue. Hakuna kitu wamesaidika nayo, na ikaja kuwa kuna watu wamesaidika, labda yule ako karibu na governor. Sababu kuna watu wanatumika kama mradi kidogo, ikitokea hivi watu wanakuja kupinga, hata ukweli inaonekana hivi wakuwa analipwa. So kwa hivyo sisi wale vijana hata walihusika hapo, hakuna mtu alisaidiwa hata kidogo, na governor alisimama akasema atasaidia vijana kuanzisha hata biashara kidogo kidogo. Alisimama hivyo akasema hadharani, lakini hakuna kitu alifanya hata kidogo. Alitumia vijana 2 weeks na watu walikuwa wameacha hata familia zao kurudi pale. Tukakuta county secretary Sambile alitupia msomo, anauliza mnakujia pesa hapa, kwani mimi ndio nitawapea mshahara wangu ama governor ndio atawapea? Wakati wa kampeni imeisha, tukashindwa sababu governor aliflag off safari ya kwenda. Wakati kurudi tulikuwa tunasema tumerudi salama, tulipewa msomo, kila mtu akaenda zake. Sababu hii serikali ndio imetumia divide and rule. Wakiona mali vijana wameungana kama hapa vyenye tuko, tunagongwa tu, kila mtu anaenda zake, sijui na hasira. Tukiangalia mpaka asubuhi saa hii sisi hata maji ya kunywa hatujakunywa. Sasa kila mtu anaenda na hasira yake ili tusiungane. Lakini na wahakikishia hiyo si hivyo. Kutoka tarehe 24 July last year tufanye board, hakuna maandamano. Tufanye board, ile board tumechaguliwa kwa sasa. Hawatachukulia sekta ya bodaboda hivyo wanafikiria. Na ninasema tu hivyo. Sisi kama kutumia kama billboard, hiyo maneno tumekatana, tutaungana kama vijana, tushirikiane. Kama ni kitu yoyote tutakuwa tunafanya kwa pamoja. Mradi ya kusema kudivide hiyo tumekataa. Ingine nao governor alikuwa anazunguka kila mahali, ameweka kwa calendar ati ametrain vijana 500. Actually walipelekwa, lakini hakuna mtu akona driving license. Watu walipata, wengine wakapata interim, wengine hawajapata hata interim mpaka waleo, zingine zime expire. Na sasa tunaona na ni pesa tu. Na alafu akasema kuna phase 2 atachukua. Sasa tunashindwa, hata phase 2 kama phase ya kwanza 500 imeshindikana. Hii ya pili ndo ataweza. Kama amezoea ya kunyonga, ya kuchinja, hataweza, si ni kweli? So kwa hivyo vijana sisi watu wa bodaboda, sekta ya bodaboda wao inaajiri watu kila siku. Tumedhulumiwa kutoka hii serikali ianze, hakuna maendeleo tumeona kwa hii serikali, na tunaomba tuwe tunahusishwa kama vijana wengine. Uko wapi chairman? Sawa hiyo kabisa. Yes, ma'am.
Chairman of the Health Committee of the Council of Governors, Excellency lakini ya tatu, COVID imeleta sana na imeleta pamoja wakati hiyo na kuweza kuwaziri idea ambayo siku ya leo kwa nafasi kwa niaba ya Civil Society Network, on behalf of Civil Society Network, starting from the right, we have Kushmaki, members of county assemblies who are here, and with representative MC nominated Mheshimiwa Sukaya Chad.